Ni kwa nini taarifa za kupinduliwa kwa rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara zilienea kwa kasi sana kama moto nyikani? Nami niko hapa nikujuze. Kumbuka tulisema hizi ni tetesi tu, hazijathibitishwa bado, lakini kwa sasa zimeshathibitishwa kuwa hakupinduliwa. Lakini ni kwa nini zilienea sana kama moto nyikani? Hii ni kwa sababu Alassane Ouattara amekuwa akifanya kazi na maadui wa Afrika. Tunapomaanisha maadui wa Afrika, tunamaanisha maadui wa Ibrahim Traore. Kama unavyoweza kuona, huyu ni General wa AFRICOM Michael Langley aliyemshutumu Ibrahim Traore na kutaka serikali ya Marekani iende kumkamata kwa sababu anatumia dhahabu za Burkina Faso kwa ajili ya kujilinda madai ambayo ni ya uongo. Kwa Alassane Ouattara kufanya kazi na mtu kama huyu ndilo lililopelekea taarifa kusambaa kwa kasi sana kuanzia kwenye mitandao ya kijamii, na maanisha TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na platform zingine pia vile vile. Tuingie ndani. Sasa, kwa nini tetesi za mapinduzi zilikumba Ivory Coast wiki hii? Taarifa zilianza kutembea za kijeshi katika taifa la Afrika Magharibi la Ivory Coast ziliibuka wiki hii, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kuhusu uchaguzi mkuu ujao. Akaunti kadhaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwemo Facebook na X, zamani Twitter, zilichapisha video za umati mkubwa wa watu mitaani huku majengo yakiteketea ambayo walidai yanatoka mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo, Abidjan. Hata hivyo, hakuna vurugu zozote zilizoripotiwa na vikosi vya usalama au mamlaka yoyote ya serikali katika jiji hilo wiki hii. Wakazi wa Abidjan pia walikanusha madai hayo kwenye mitandao ya kijamii. Siku ya Alhamisi, shirika la kitaifa la usalama wa mifumo ya habari nchini Ivory Coast, ANSSI, lilikanusha pia uvumi huo. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti za vyombo vya habari vya ndani, shirika hilo lilisema machapisho yaliyosambazwa kwa sasa kwenye mitandao au mtandao wa X yanadai kwamba mapinduzi yamefanyika nchini Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Dai hili halina msingi kabisa. Ni matokeo ya kampeni ya makusudi na iliyoratibiwa ya kutoa taarifa potofu. Uvumi huo unakuja wiki chache baada ya mwanasiasa maarufu wa upinzani Tidjane Thiam kuzuiliwa kuwania wadhifa huo baada ya kustahiki kwake kupingwa mahakamani kutokana na utaalamu unaohusiana na hadhi yake ya uraia. Thiam anakata rufaa dhidi ya uamuzi huo na anadai kuwa marufuku hiyo ni ya kisiasa. Ivory Coast, nchi yenye nguvu ya zao la kokoa barani Afrika, ina historia ndefu ya ghasia za uchaguzi, huku tukio moja muongo mmoja uliopita likiingia kwenye vita vya kivita vilivyosababisha maelfu ya vifo. Hofu kwamba Rais Alassane Ouattara anaweza kugombea muhula wa 4 imeongezeka, hali ya wasiwasi wakati huu. Ingawa nchi ina ukomo wa mihula miwili ya marais, marekebisho ya katiba ya mwaka 2016 yalibadilisha saa katika mihula yake. Wafuasi wa rais wanahoji na kumruhusu kugombea muhula wa 3 wa miaka 5 mwaka 2020. Hoja hiyo inaweza pia kumuona kwenye karatasi za kupigia kura mwezi huu wa Oktoba, licha ya kile wataalamu wanasema ni kukatishwa tamaa ya kisiasa nchini humo. Na haya ndiyo tunayojua kuhusu hali ya kisiasa nchini Ivory Coast kwa sasa. Lakini je, tetesi za mapinduzi zilianzaje? Video zinazoonyesha mamia ya watu wakiandamana barabarani na kuchoma moto maduka makubwa zilianza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii Jumatano wiki hii. Kifaransa ndiyo lugha rasmi nchini Ivory Coast, lakini machapisho ya blogu nyingi zenye picha zinazodaiwa zilitoka Abidjan na kudai kuwa mapinduzi ya kijeshi yalikuwa yakiandikwa kwa Kiingereza. Baadhi ya machapisho pia yalidai kuwa mkuu wa majeshi ya nchi hiyo Lassina Doumbia aliuawa na kwamba Rais Ouattara hayupo.
Madai haya hayakuwa ya kweli na yamekanushwa na ofisi ya rais. Vyombo vya habari vya kuaminika vikiwemo vyombo vya habari vya serikali ya Ivory Coast na vyombo vya habari vya kibinafsi havikuripoti ghasia zinazodaiwa. Pamoja na taarifa nyingi kuwa Rais Ouattara hayupo, lakini siku ya Alhamisi aliongoza mkutano wa kawaida wa baraza la mawaziri katika mji mkuu. Pia alihudhuria hafla ya kumkumbuka rais mstaafu Felix Houphouët-Boigny pamoja na rais wa Togo Faure. Je, kwa nini kuna mivutano ya kisiasa nchini Ivory Coast? Uchaguzi mkuu ujao wa Oktoba 25 ndio mzizi wa mivutano ya kisiasa nchini humo, kiasi kwamba taarifa zikatoka kuwa Alassane Ouattara amepinduliwa, jambo lililowafurahisha Waafrika wengi. Uchaguzi hapo awali ulikuwa wa vurugu. Wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2010, rais wa zamani Laurent Gbagbo alikataa kukabidhi madaraka kwa Ouattara ambaye alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi. Mazungumzo ya kisiasa yenye mvutano yalishindikana, na hali hiyo hatimaye ikaingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyo na silaha, huku vikosi vya Ouattara vikisaidiwa na wanajeshi wa Ufaransa vikilizingira jeshi la taifa la Gbagbo. Ufaransa ni mkoloni wa zamani nchini Ivory Coast na Ouattara ana uhusiano wa karibu sana na Paris. Ni kibaraka mtiifu, kibaraka mwaminifu anayetumika pia kudestabilize amani ya taifa la Burkina Faso ambayo tayari imeshajitoa mikononi mwa Wafaransa. Sio Burkina Faso tu, lakini vipi kuhusiana na haya mataifa mengine? Taifa la Niger, taifa la Mali, huo ukanda wa Sahel. Huyu amekuwa kibaraka mtiifu sana, ndio maana Wafaransa wanataka aendelee kuvunja katiba, aendelee kuwa madarakani. Pamoja na kuwa Wafaransa wanamsifu sana kwa uongozi bora uliotukuka na takwimu za uongo kuwa ameweza kupandisha uchumi na Ivory Coast imeweza kupanda kiuchumi, hizo ni takwimu za kwenye makaratasi. Hata hivyo, wakosoaji wa Ouattara wanamtuhumu kwa kupigania kushikilia mamlaka kinyume na katiba. Baadhi pia wanamshutumu kwa kulazimisha taasisi za kiserikali kuwarubuni wapinzani wake wa kisiasa, ikiwa ni pamoja katika kesi ya hivi punde inayomhusisha Thiam. Ukaribu wake na Ufaransa ambayo inazidi kutazamwa kama ya kiburi na ukoloni mamboleo, haswa na vijana kote Afrika Magharibi, haujapata upendeleo wowote kwa rais kutoka kwa idadi kubwa ya watu chini ya miaka 35 nchini humo. Na mpinzani wake Thiam, je, ataweza kusimama? Na nani mwingine amesimama? Haijulikana kama Thiam anaweza kurejea kwenye orodha ya wagombea kihalali, lakini anajaribu. Mwezi Mei alijiuzuru kama rais wa PDCI na karibu mara moja akachaguliwa tena kwa 99% ya kura. Bado haijafichua iwapo atajaribu kujiandikisha tena kama mgombea, lakini ameahidi kuendelea na mapambano. Thiam ameahidi kuvutia uwekezaji wa viwanda nchini kama alivyowahi kufanya akiwa waziri, na kuiondoa nchi hiyo kutoka kwa uchumi wa sarafu ya CFA ambayo ni sarafu ya Kifaransa inayoungwa mkono na Ufaransa, ambayo inajumuisha nchi za Afrika Magharibi na Kati ambazo zamani zilitawaliwa na Ufaransa na kuona sarafu zao zimewekwa kwenye euro. Wakati huo wagombea wengine wenye nguvu ni pamoja na Pascal Affi, miaka 67, waziri mkuu wa zamani na mshirika wa karibu wa Gbagbo, ambaye atakiwakilisha chama cha Gbagbo cha Ivorian Popular Front FPI. Simone Gbagbo, mke wa rais wa zamani ambaye sasa ameachana na Gbagbo, pia atagombea kama mteule wa Movement of the Capable Generation. Alihukumiwa kifungo cha miaka 20 mnamo mwaka 2015 kwa tuhuma za kudhoofisha usalama wa serikali, lakini alinufaika na sheria ya msamaha ili kukuza maridhiano ya kitaifa baadaye mnamo mwaka 2018. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mapinduzi yaliyokuwa yamesemekana nchini Ivory Coast, lakini hayakutokea. Na Waafrika wengi walitegemea, walikuwa wanaombea Ivory Coast ipinduliwe kwa sababu mipango mingi ya upishi Mfaransa anayoipika kutaka kumwondoa kiongozi wa kweli
simba wa Afrika, nuru ya kweli ndani ya bara la Afrika, kijana mdogo Captain Ibrahim Traore, basi jikoni ni Ivory Coast. Usisahau Ivory Coast ni karibu sana na Burkina Faso, na inashangaza Wafaransa wamemwandaa Alassane Ouattara muda mrefu sana, kwa sababu walikuwa wanajua haya yanaweza kuja kutokea. Walikuwa wanajua Thomas Sankara alikufa mwili, lakini roho yake bado inazunguka ikimtafuta mtu imwingie, na sasa amepatikana Captain Ibrahim Traore, hivyo ilikuwa ni lazima waweze kumdhibiti. Lakini haya yote watu wa Afrika walikuwa wamependa kweli apinduliwe, na ukiangalia kuwa pia anawakaribisha Wamarekani waweze kujenga drones base ambayo itakuwa wanasingizia kuwa ni kwa ajili ya usalama, lakini ni usalama wao wa maslahi yao, sio usalama wa Afrika. Hizi zinaletwa kwa ajili ya kumdhibiti Captain Ibrahim Traore. Tunaendelea kumwombea Mungu, tunaomba Mungu pia afanye ya kwake ili Ivory Coast iweze kukombolewa kutoka kwa kibaraka mtiifu na mwaminifu huyu wa Wafaransa.